Karibuni wasikilizaji wa Radio Mbiu Sauti ya Faraja katika kipindi cha kutafakari Sanda ya Torino, tafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yanavyoshuhudiwa na hiyo sanda. Kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwa Uso, kumuenzi huyu aliyekuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, kuenzi huruma yake isiyojua mipaka. Leo ikiwa ni siku ya 18 ya tafakari yetu katika kipindi hiki cha Kwaresima, tunapozungumza juu ya fimbo na miiba, zana za kutesea. Basi ndugu wasikilizaji, nitaanza kwa nukuu. Kama sisi ni wakweli, wawazi na tunatumia akili, ni vigumu sana kukataa kwamba hii ni nguo iliyotumika kwa maziko ya Yesu Kristo. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Peter Shoemaker, shemasi wa kudumu madhehebu ya Katoliki, mshiriki wa kuunda chombo cha VP8 Image Analyzer miaka 1970, kilichoonyesha kwamba kwa mara ya kwanza picha ya sanda ina taarifa kimahesabu ya mielekeo mitatu. Kwa sasa Shoemaker ni mmiliki wa nyumba ya makumbusho Alamogordo, New Mexico, Marekani. Kama vile nyayo za mnyama ardhini zinazoweza kumuongoza mwindaji kujua kwamba anayefuatiliwa ni mnyama wa namna gani na ameelekea wapi, au kama labda ameambatana na vitoto vyake au mnyama mkubwa mwenzake, au kama labda anafukuzana na adui au alikuwa anacheza na rafiki zake na kadhalika, mpaka kwenye hatua ya kumpata popote alipo, iwe ni mafichoni au malishoni au kwingineko. Ndivyo alama kwenye sanda zinavyoweza kutusaidia au kumsaidia mtafiti kupata taarifa mbalimbali kuhusu matendo ya ukatili au huruma, pamoja na zana zilizotumika kwenye tukio la utesaji na mauaji ya mtu wa sanda. Hivyo hivyo, ijapokuwa mwili wa mtu wa sanda au kubaki umebandikwa kwenye sanda kwa ushuhuda, tunaweza kuona kutokana na alama zilizoachwa pale. Mtafiti hataona mjeledi kama mjeledi halisi kwenye sanda, bali ataweza kubaini kwamba kama umetumika mjeledi, basi ulikuwa mjeledi wa aina gani. Hilo nalo pia atakapoligundua, atakuwa ameligundua kutokana na majeraha yaliyoachwa kwenye ngozi ya mteswaji. Fimbo au mijeledi. Warumi walikuwa na aina nyingi za viboko. Viboko kwa ajili ya adhabu nyepesi huitwa flagellum. Viboko vilivyotumika kwa ajili ya kutolea adhabu kali zaidi kwa makosa makubwa zaidi vilikuwa vibaya zaidi. Mojawapo ya viboko hivyo ni flagrum taxilatum au plumbum. Tumeisha igusia katika mojawapo ya mazungumzo yetu hapo awali. Lakini hata na mijeledi hiyo inatofautiana kiutengenezaji. Kuna mjeledi wenye kamba moja, mwingine utakuwa na kamba 2 au zaidi, hata kamba 6. Kamba zote husika zimefungwa upande mmoja kwenye mpini mmoja, ambavyo kwenye sehemu ya pili karibia mwisho kumefungiwa kipingili cha chuma, duara au mfupa mdogo wa mnyama kama kondoo. Kila moja linaitwa plumbata au kwa wingi plumbate. Mtu wa sanda alipigwa kwa viboko aina hiyo. Pilato aliamuru Yesu apigwe mijeledi mingi sana ili ayapendezeshe makundi ya washtaki, labda akifikiri kwamba baada ya kuadhimisha kwa njia hiyo
atamfungua Yesu akiwa mzima. Kama ndivyo ilivyokuwa nia yake, basi atakuwa ameshindwa kufanikiwa. Baada ya kushindwa kuridhisha makutano kwa kumpiga mfungwa, ndipo alipotamka hukumu kwamba apelekwe msalabani. Mtafiti mmoja, Terry McDermott, katika makala yake The Physical Effects of the Scourging and Crucifixion of Jesus, anataja athari nyingi za mijeledi zikiwemo zifuatazo. Kwanza, kuumizwa kwa mbavu upande wa mgongoni sehemu ya juu. Pili, majeraha ya ndani ya mafupa. Tatu, kuvuja damu kifuani. Na wakati kipigo kinaendelea, mteswaji anaweza kutapika, atasikia kutetemeka na namna ya mawimbi ya baridi mwilini. Anaweza kupatwa na dalili za kutaka kuzimia. Kila kipigo kifanya mtesaji atoe kilio cha ghafla kutokana na ukali wa pigo. Mteswaji anaendelea kutokwa jasho mpaka kusikia amechoka kabisa kutokana na kupoteza damu na kukaukiwa maji mwilini, jambo ambalo linaitwa diaphoresis. Mteswaji anatamani sana kunywa maji. Kwa ufupi, mjeledi ni fimbo mbaya sana. Ni chombo cha kumchubua na kumtobolea ngozi mteswaji asionekane tofauti sana na mtu aliyeanguka katika mikono ya wachuna ngozi. Mjeledi ni aibu na fedheha kwa binadamu yeyote yule aliyezaliwa na mama kama mama yangu. Mjeledi unamshushia binadamu hadhi yake mpaka chini ya thamani ya mnyama na kumfanya mtumiaji aonekane kama mwenda wazimu. Lengwa anaweza akawaita jina lolote lile ili ionekane kwamba mjeledi unamfaa. Ataitwa mhalifu, mkosaji, mhukumiwa, mwadhibiwa au jina lingine lolote lile. Kwa neno moja, cruciaris kwa Kilatini. Lakini athari za kipigo cha mjeledi kwake zitabaki zile zile. Mtu ambaye ameshushwa chini ya hadhi ya binadamu ndiye mhanga anayepigwa kwa mjeledi. Agano la Kale lilikataza kipigo cha kukithiri. Kwa mfano, katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati tunayasoma haya: hakimu aweza kumpiga fimbo 40, asizidishe, asije akaonekana ndugu yako kuwa amedharauliwa kwako, azidishipo kwa kumpiga fimbo nyingi juu ya hizi. Hii ni katika Kumbukumbu la Torati sura ya 25 mstari wa 3. Hapo kuna hili wazo la miiba kichwani, taji la miiba. Hakuna uhakika kuhusu mmea wa miiba iliyotumika kwa kutengenezea taji la miiba alilovalishwa Yesu, taji ambalo lilionekana kama helmet. Dr. Michael Everin, profesa wa botania chuo kikuu cha Kiyahudi cha Yerusalemu, the Hebrew University of Jerusalem, anafikiri kwamba labda mmea wa miiba uliohusika ni mmea wa mwiba wa Kristo wa Syria, the Syrian Christ thorn. Wapo watafiti wanaounga mkono wazo lake, lakini uhakika wa mwisho ni kama haupo. Basi kwa ufupi, haya ni mawazo, maneno kuhusu hivi vyombo vya kutesea ambavyo vilitumika kwa mateso ya mtu wa sanda, wakati tunatafakari juu ya mateso ya Yesu Kristo Bwana wetu. Asanteni sana wasikilizaji, na kesho tutazungumza juu ya uhakika wa kifo cha mtu wa sanda. Asanteni sana na Mungu awabariki.